Mashariki ya Kati kule vita bado zinaendelea. Tunaambiwa jeshi la Israeli limefanya mashambulizi pale Gaza ikidai kuwalenga wanamgambo wa Hamas. Jeshi la Israeli limesema kwamba limefanya leo hii mashambulizi ya anga katikati na kusini mwa Gaza na kuwalenga wanamgambo ambao walikuwa wakijaribu kutega mabomu karibu na vikosi vyake vilivyoko katika ukanda huo. Taarifa hiyo imetolewa baada ya mamlaka za Palestina kusema kuwa watu 3 wameuawa. Siku ya Jumamosi, Israeli ilishambulia pia mji wa Beit Lahia kaskazini mwa Gaza na kuua watu 6 wakiwemo waandishi wa habari 4 wa Kipalestina. Kundi la Hamas limelaani mashambulizi hayo na kuyataja kuwa ni ukiukwaji wa wazi kabisa wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Leo hii watoto wa Gaza wameanza tena shule katika mazingira magumu, huku mashirika ya misaada yakisema kuwa watoto wengi wa Gaza wanahitaji msaada wa afya ya akili kutokana na madhara ambayo wamepitia. Shirika la kimataifa la kuwahudumia watoto la UNICEF limesema kwamba watoto takriban 14,500 pamoja na walimu 400 waliuawa katika vita hivyo. Na wakati huo huo, shirika la Umoja wa Mataifa UN limewataka wanamgambo wa Taliban waondoe marufuku ya elimu kwa wasichana. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limewaambia watawala wa Taliban nchini humo kwamba amani pamoja na ustawi haviwezi kupatikana hadi pale watakapoondoa marufuku yao ya elimu kwa wasichana pamoja na wanawake kuajiliwa na kuzungumza mbele ya umma. Baraza hilo la Umoja wa Mataifa limelaani pia matukio ya ugaidi ambayo yamefanyika nchini Afghanistan na kutoa wito wa kuongezwa kwa juhudi za kuboresha hali ya kiuchumi pamoja na kiutu nchini humo. Baraza hilo ambalo limeongeza muda wa mpango wa kisiasa wa Umoja wa Mataifa nchini humo ufahamikao kama ni UNAMA hadi Machi 17 mwakani. Wanamgambo wa Taliban walichukua mamlaka mwaka wa 2021 baada ya wanajeshi wa Marekani pamoja na jamii ya kujihami ya NATO kuondoka nchini humo kufuatia miongo miwili ya mapigano.